Kwa hivyo ndugu zangu, vyombo vya moto vinaua haraka zaidi. Hata ukianguka kwenye mti unaweza kufa, lakini vyombo vya moto vinaua kwa haraka zaidi. Ndio maana barabarani hakuna sheria iliyotungwa ya baisikeli, lakini sheria za pikipiki zipo, za magari zipo, za maguta zipo, kwa sababu ni vyombo vya moto. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, hatusemi walokufa wasingekufa, lakini inawezekana wakati ungesogea kama tungekuwa na tahadhari zaidi za kuhusu vyombo vya moto na namna ambavyo tunatumia navyo. Hatusemi wamekosea wao, hatusemi aliyokuwa anaendesha amekosea, sababu hatukuwepo wakati ajali inatokea. Inawezekana mwenye gari aliyogonga kwa makusudi, inawezekana, lakini hayo yote yanaweza kukingwa pale ambapo tunachukua tahadhari. Kwa hiyo unapoona kuna jambo linalotishia, ni bora usipande. Kwa sababu mimi najiuliza, kwa mfano, aliyokuwa anaendesha guta kwa nini kakimbia? Yaani kwa nini mwanzo alikimbia? Kwa nini? Maana yake ni kwamba na yeye anafahamu liko kosa ambalo limetokea, ama kwa makusudi ama kwa kutokuwa na makusudi. Kwa hiyo mimi niwaombe sana 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 ndugu zangu, wazee ambao mko hapa, vijana, kina mama, pamoja na watu wote kwa ujumla, niwaombe sana. Ajali zinachukua watu wengi kwa haraka. Ajali leo tunazika watu 5 kwa pamoja. Inawezekana ndani ya wiki nzima hakuna mtu ambaye tumemzika ambaye kaugua. Yaani inawezekana wiki nzima hii hakuna ambaye ameugua tukamzika, lakini tumezika watu 5 kwa pamoja. Niwaombe sana sana sana, vyombo vya moto hivi tuchukue tahadhari, tunaovitumia, tunaoviendesha, wanaopanda. Ukitokea umeona hata labda anayeendesha, ukiona umuelewi kwamba labda akatumia kilevi chochote, usipande. Na bwana, ni bora nitembee kwa mguu, ni bora nilale. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anawezekana bado wakati wako haujafika. Niwaombe sana sana sana, ni usafiri wetu ndio ambao tunautumia, hatuwezi kukwepa, tuko vijijini, ndio mazingira yetu, lakini tahadhari tuchukue. Nawapa pole sana 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 wote ambao tumefikwa na msiba huu, viongozi wa kanisa ambao walikuwa wakihudumu, watu wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia wajumbe wa serikali pamoja na wananchi kwa ujumla. Kipekee kabisa nilete salamu za Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Kaspar Muya. Tumezungumza jana usiku, tumezungumza leo asubuhi, akieleza namna ambavyo misiba hii imemgusa. Alisema haiwezekani nikaruka ama nikapaa nikafika hapo lipo, lakini kuombe Mheshimiwa DC, fika usaidie kuniwakilisha, usaidie kunisemea, waambie wananchi wa Mtakuja na kata na Nganga kwamba msiba huu ni wetu sote, umeniumiza kama ambavyo umewagusa na wao, na kwa kweli kupoteza wananchi wangu, wapiga kura wangu 5 sio jambo dogo kwangu. Hata shughuli ninazoendelea nazo nafanya sina namna ya kufanya, kwa sababu nimeaminiwa na Mheshimiwa Rais, lakini kwa kweli moyo wangu uko na wao. Waambie nawapa pole, tuko pamoja nao, na nitakaporejea nitakuja na mimi kuzunguka kwenye kaya zote ambazo zilipata misiba kwa ajili ya kutoa pole. Kwa ndugu zangu, niwete pole za Mheshimiwa Kaspar Muya, mbunge wa jimbo la Ruangwa, anawapeni pole sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Zainab Telak, ametoa pole kwa msiba wa wananchi wake 5. Ameshindwa kufika kwa kuwa ameitwa wana kazi nyingine Dodoma, lakini anatoa pole sana. Amesema tumwakilishe, yuko pamoja na ninyi, anawapenda, anawaombea kwa Mwenyezi Mungu awape moyo mkuu wa kushinda mtihani huu ambao mmeupata. Kipekee kabisa tumeweza kumpokea Mheshimiwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Kijakazi Yunus. Nimkaribishe kabla sijakamilisha, Mheshimiwa Kijakazi Yunus angalau wasalimie wana Mtakuja, wakina mama wenzake, na kutoa pole zake kabla hatujahitimisha. Mheshimiwa Kijakazi, karibu. Kama ambavyo nimetambulishwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi naitwa Kijakazi Yunus Mohamed, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Lindi, nikiwakilisha wanawake. Kama ambavyo Mheshimiwa DC ameeleza, na mimi nilipata taarifa za ajali ambayo imetokea na kuua ndugu zetu 5, lakini na hao majeruhi ambao bado wanaendelea na matibabu. Na mimi kama mwanalindi mwenzenu, kama mwana Ruangwa, kama mwakilishi wa mkoa wa Lindi hususan kwa wanawake, nikaguswa, nikasema nije kushiriki japo msiba huu mmoja. Lakini Mheshimiwa mbunge pia alinipigia simu
kunipa taarifa hizi. Nikamwambia na kwa sababu una majukumu nitakwenda kuwakilisha. Kwa hiyo na mimi nimeguswa na kifo hiki. Niko hapa kwa ajili ya kuwapa pole sana wafiwa, lakini kuwapa pole wakazi wa eneo hili kwa kumpoteza mama yetu. Alikuwa kiongozi wetu, lakini kama ambavyo padri ameeleza hapa, alikuwa akishiriki na sisi katika shughuli mbalimbali, alikuwa mwenzetu. Kwa hiyo ni pengo ambalo haliwezi kuzibika.